Karibu tu sana tena katika awamu yetu ya pili na ya mwisho ambapo tayari naona tena niko na jamii ya kanisa, jamii kutoka niseme upande wa Uislamu, tuko pamoja kwa hivi sasa. Naona maujumbe zimeingia kadhaa, lakini kabla tuendelee kabisa, ningependa sana tuko na Corporal Raphael Okite. Corporal Raphael Okite wa Military Police akiwa Moi Air Base, nasema yuko ndani. Asante sana Corporal Raphael Okite. Raphael Okite tulikuwa naye 15 KR Mombasa kitambo, alikuwa Nyali Barracks. Sasa hivi 15 iko Mariakani. Yeah. Asante sana Corporal Raphael Okite wa Moi Air Base, is from Military Police. Asante tu sana. Kuna Mwita, is a constable Mwita from Administration Police. Pia anatazama, napata ujumbe wake. Opondo from Kenya Police, nafikiri pia alikuwa ametuma ujumbe mapema. Senior Owen, I think is from Kenya Police in Kisii. Asante tu sana. Basi nafikiri umekuwa ukiburudika ama umekuwa ukitazama vijana wa NYS wakifanya gwaridi kali sana, na ningependa kuhimiza vijana tu sana, hasa wakati huu ambapo jeshi letu la nchi kavu, wana maji, wana hewa, na jeshi tu yetu kwa ujumla ni KDF tunachukua vijana kwa hivi sasa. Wewe kama ni kijana nyumbani pale, tafadhali anza kuangalia tarehe ni lini uweze kwenda, kama ni katika county pale huko mkoa gani, uweze kuchukuliwa na uweze kusaidia taifa la Kenya. Maana kuna kazi mingi sana takana tusaidie, hasa ukiingia katika KDF. Si vita peke yake, usifikirie kwenda Somalia peke yake. Fikiria kwamba ukiingia katika KDF ni kikosi kubwa sana, ni kikosi ambayo itakufunza mafunzo mengi, na ukiingia pale ndani kama raia, basi utakuwa askari mzuri ambaye atakuwa anajua anaelekea wapi. Na pia hivi karibuni Kenya Police watakuwa wanachukua watu, na vikosi vingine mbalimbali tu, vikosi vyote vitu ambavyo ziko za usalama sasa wanachukua askari. Wewe kama ni kijana na umemaliza shule, tafadhali mara moja angalia ni lini na ni kikosi gani hiyo, na uende. Na kwa hivyo sasa ni KDF inachukua, jaribu sana uweza kuingia ili uweze kuona ni hapi watu wanafanya katika KDF. Nimekuwa kuchezea makanda za KDF pale mapema, unaona kitu, unaona vitu KDF wanafanya, wale maaskari kazi wanafanya. Askari wetu wanakuwa askari wazuri sana, askari wametolea kabisa, wanafanya kazi mzuri kulinda taifa letu hapa na nje. Na kwa sasa kuna wengi wa Somalia kikazi, na tunaomba Mungu wale wote ambao wako kule, Mungu aweze kuwalinda ili kazi yao watu wanafanya iweze kuwa kazi ambayo italeta mafanikio katika taifa letu la Kenya. Bila kupoteza wakati, basi niko na Sheikh hapa. Leo nitaanza upande wa Sheikh sababu upande mwingine nafikiri mnamjua sana. Dr. Julius. Dr. Julius ni pastor. Kwa hivyo wewe si mgeni kwa watu, lakini ningependa wasalimia watazamaji. Ningependa kuwasalimia watazamaji wote wa MTN, na tunakaribisha kwa hii kipindi cha Transforming Lives Through Peace. Asante sana. Naona leo umeng'ara, kuna maua, sijui ilienda Valentine wapi? Naenda baadaye. Utaenda baadaye. Sheikh, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ujambo? Lakini nashukuru Mungu wangu kwa kuniwezesha kufika mahala kama hapa. Okay. Hizo zote si uwezo wetu binadamu, isipokuwa ni Mungu amekwisha kupanga kwa leo tutakuwa ni wenye kufika mahala kama hapa. Asante sana. Pengine tungependa kujua tu Sheikh, unaitwa nani na pengine unatoka sehemu gani ya Kenya? Okay. Kwa majina mimi naitwa Sheikh Salim Omar Doyo, mzaliwa wa Tana River. Na hivi sasa ninafanya kazi katika county ya Machakos. Kazi yangu ni kazi ya kuhubiri, na vile vile nafanya biashara tofauti. Na nikiwaeleza watazamaji, vile vile mimi ni treasurer wa baraza kuu la maimamu county ya Machakos. Okay. Ndio. Kwa hivyo wewe umesema ni mzaliwa wa Tana River? Mzaliwa wa Tana River. Lakini kikazi sasa huko Machakos. Niko Machakos ya. Okay.
Nipenda kujua tu sana, kabla uwe Machakos umewahi kuhudumia mahali nyingine? Okay, kabla sijawahi kufika Machakos, nilihudumu kaunti ya Kilifi, sehemu inaitwa Gongoni, kama mwalimu na vile vile kama imam. Na baada ya hapo O3 ndio nimeweza kuja sehemu ya Machakos Junction. Na kuanzia hapo mpaka leo na hudumu kama imam kwa muda wa miaka 14. Niko hapo Junction. Na kufikia mwaka jana mwezi wa 6 nikaenda sehemu inaitwa Konza City. Konza City. Katika jiji kuu linalotarajiwa, niko hapo, tumeanzisha miradi ya kufaidisha jamii. Okay. Naam. Asante sana Sheikh. Unaitwa Sheikh Doyo. Doyo, naam. Doyo. Sheikh Doyo, wewe ni Mpokomo? Mimi ni Mpokomo. Kutoka area inaitwa Chara location. Kijiji kinaitwa Chamwanamuma. Kwa wengi wanaijua Chamwanamuma ni miongoni mwa vile vijiji ambavyo kwamba vimeathiriwa na ukosefu wa amani mwaka wa 2012. Katika huu mji uliwahi kuvamiwa na wezi. Mimi huwaita wezi. Wakaweza kuvamia mji kama huo na kuweza kuua wananchi ambao kwamba hawana hatia, takriban 20. Ilikuwa kama lini? Hiyo ilikuwa mwaka wa 2012, kabla ya election ya 2013. Na hilo jambo limetokea kuanzia mwezi wa 9, tarehe 7 au 8. Sababu huu mwaka kulitokea vita vya kikabila baina ya Wapokomo na Waborma. Kwa hivyo hivi hapa ninapozungumza mimi ni mwathiriwa wa ukosefu wa amani. Kwa hivyo najua faida ya amani ni nini na hasara inapopotea amani ni kitu gani. Asante sana. Bishop. Yes. How are you? Yes, You okay? I'm very fine. Okay. Na nashukuru kwa sababu ya hii kikao. Kwa sababu wakati tunaketi hapa tunaongea mambo ya Bishop, amani. ni sauti tu kidogo nasikia uko chini. Niko chini. Nimekuwa na homa kidogo lakini inakwisha. Ndio nasema nashukuru kuwa hapa kwa sababu wakati tunakaa kikao kama hiki na tunaanza kuongea mambo ambaye sisi wa Kenya yanatudhuru na mambo ambayo tunaweza rekebisha. Tunafikiri tunachukua step ambayo ni ya maana sana. Kwa sababu wakati hakuna amani, hakuna mtu ambaye anafurahia. Especially wale wadogo na wamama wanaathirika sana. Na wakati kama vile Sheikh anasema pale, wakati vita kama ile kabila inatokea pale, unapata za zingine hata hakuna mtu anajua, za zingine hata utaumizwa na wale wa kabila lako, kwa sababu wakati kuna vita hauwezi jua ni nani wa upande gani. Kwa sababu Wakenya ukiwaangalia nafanana. Nikiangalia Sheikh naweza fikiria hata ni Mkamba ama Mkikuyu. Kwa hivyo in fact yeye ndio mtu wa kwanza, anafikiri ndio Mpokomo wa kwanza kukutana naye. Kwa hivyo nafurahia pia kukutana na Sheikh ambaye ni Mpokomo. Nawasikia lakini si kama mmoja. Mimi Pokomo nimeishi nao. Mostly because nimezaliwa huko. So nimeona wengi. Yes. But nafurahi leo kuona kwamba kidogo leo niko na Sheikh na niko na kasisi na niko na bishop, at least mko pamoja. Umeona, inakuanga nada sana kupata wakuu wa kanisa na wakuu wa misikiti kutana pamoja kujadili mambo fulani. Sheikh, kuna mambo ambayo nitakuuliza ambapo haziko pia katika ile mjadala, lakini kwa vile nimekuona na nimeona kanisa iko upande wangu, nitapenda kujua sana kabla tuende katika mada yetu ya leo. Ningependa tukujua kuna baadhi ya vitu hufanyika, na baadhi ya vitu hizi nimewahi kushuhudia katika miji fulani. Kwanza kama Mombasa nimewahi kuitazama, nimewahi kuona Voi, nikiwa Malindi nimewahi kuiona, Isili hapa nimewahi kuona, Nairobi hapa nimewahi kuona mahali kunaitwa Kindu Bay, nimewahi kuona Isebania.
kuna kuanga na mvutano fulani. Ndiyo. Unaelewa? Naam. Mvutano ule inakuwa ni kama Mkristo unapata amejua Qur'an kabisa. Anaja kuichambua vizuri, lakini anaipinga. Muislamu naye kwa vile anajua Biblia, anaichambua na anaipinga. Na inafanyika hadharani. Kwa sehemu zingine utokea paka watu wakapigana. Ningependa kujua sana uonanga zile mikakati huwa zinafanywa na Waislamu, huwa wanazipanga waende kuongea. Je, inakuwa vipi mpaka mambo kama yale yanatokea hadharani? Je, ni mafunzo tunafunzana ama kuna namna gani? Samahani kuuliza swali. Tayeb. Kulingamana na suala lako, upande wa dini wa Kiislamu ni dini ambayo kwamba imepeana uhuru wa kujieleza wewe mwenyewe binafsi na kuweza kuelezea wenzako umuhimu wa dini ya Kiislamu. Na vile vile upande wa Kristo wako na huo uhuru wa kuweza kujadiliana na Muislamu, kumweleza faida ya maana ya Ukristo ni nini. Nikisema na maanisha hivi, leo mimi nataka simu hii. Ninapoenda pale kwa duka nikiwaambia nataka simu hii, ni lazima wataeleza maelezo ya ile sifa ya ile simu. Ikiwa nimeridhika na ile sifa, naweza kufanya nini? Kuinunua ile simu. Na ikiwa sikuridhika, naweza kuondoka kwa amani. Kwa hivyo na sisi tunachukua ile nafasi kueleza wenzetu wa Kikristo Uislamu ni kitu gani, kitu gani Muislamu anatakikana afanye, na kitu gani ambacho kwamba Muislamu amekatazwa na dini kufanyia Muislamu mwenziwe au kufanyia mtu ambaye kwamba si Muislamu. Sasa watakapokutana wale watu wakianza kujadiliana, si kwa watu wanaendea kwa ajili ya vita. Utakapofika pale umeona kuna vita, ni wajibu wako kama wewe mpenda amani uondoke, sababu lile ni jambo la kuzungumza na kuelezana, si jambo la kuleta vita. Kwa hivyo huwa Waislamu hawana nia mbaya ya kuzungumza na Wakristo, la, wanataka kujua Ukristo ni kitu gani, na je yale yaliyoko kwenye Ukristo ndio yaliyoko kwenye Qur'ani. Tunafunzana. Lakini unapata katika mijadala kama yale, mtu anaingia kabisa sema, unapata pengine mtu alishakuwa Muislamu akatoka, mtu alikuwa upande mwingine pia akatoka. Sasa amejua siri za huku, amejua siri za huku, wakutana katika meza. Baada waemezane, bwana mimi katika Mathayo nasema namna hii, nilijua nikayo hivi na hivi, bwana katika Qur'ani sura fulani nasema hivi na hivi na hivi na hivi. Unapata fika mahali watu wanaanza kuzozana mpaka inakuwa ni fujo. Kwa nini basi msiache hizi vitu? Tayeb. Kulingamana na suala lako ni kwa nini tusiache hivi vitu? Sawa. Ikiwa hili jambo sawa, nimekuja kwako nikakueleza, nikakuta hili jambo halikukufurahisha, limeleta vita, nitarudi kwa simu. Hii simu nimekuja kwako ukaniuzia, nikaenda zile sifa zote nilizonieleza, nikakuta ni mbaya. Je, nitamwambia mwenye duka au yule mtu ambaye kwamba hajaitumia hiyo simu, nimwambie hii simu usende kununua pale sababu ni mbaya? Ikiwa kwangu mimi haikunifaa, kuna mwingine itamfaa. Kwa hivyo ukiniambia niache kueleza ule dini namna inavyo zungumziwa, utakuwa kidogo unanitoa kwenye ile. Naam. Shikamoo. Marhaba. Asante. You see this thing has been happening. Na inafanyika. So ndio mpaka kujua, je, tunaelekea wapi? Maana mijadala kama ikifanywa tu hivi, unatu wanasema hapa hivi wamekuja, hapa acha tutokeni. Kinaweza maana anytime hapo. Tutokeni. Lakini najua wote wanakuanga ni vijana, wanakutana na kuonyesha ubabe wao pia pale. Sisi tunajua, sisi ndio hivi. Na kunga shida. Lakini samani kama umekuiza na hapo nataka kuongezea
Kwa muda wa miaka hii yote 14 ambao niko hapa Junction, kuna wahubiri wa Kikristo wanaokuja, kuna hao wahubiri ambao kwamba wanahubiri mambo ya Kiislamu. Na kwa muda wa hii miaka yote, area yetu ya Machakos, kama viongozi wa Kiislamu na wa kanisa, hakuna shida kama hiyo ambao kwamba ishawahi kutokea. Sababu tunafanya kufuata ule utaratibu ambao kwamba tumeweka, na ule utangamano ambao kwamba tuko nao baina ya wa Kristo, mashehe na mapasta. Mambo ni shwari. Mambo ni shwari. Asante sana. For the what you are supposed to discuss, because Sheikh, I hear you are heading to Machakos. Yeah. From here, we want to know about the interreligious misconception in fighting internal, regional, and continental and global terrorism. We want to know, first of all, how is the church and the Islam community fighting the stereo that one religion is superior than the other, or fueling global terrorism, militarism, and radicalization? If I start with this. Now, one thing I'll start with, samahani kwa sauti yangu leo kwa homa kidogo. One thing ningependa kueleza ni ya kwamba mambo kama haya ambayo tunanena hapa leo, kitu moja ni kujua ya kwamba na kama makasisi, maimam na wote, ile jukumu ambayo tuko nayo kubwa zaidi ni kueleza umuhimu wa binadamu. Na kueleza kwamba kama sasa ukikata Sheikh pale mkono hivi, utaona damu ni nyekundu. Ukinikata hapa utaona damu ni nyekundu. Na hakuna kabila au dini, kwanza yawe Mkristo au Muislamu, wakati anapoaga dunia kwa sababu ya kukosa kwa amani, utapata ya kwamba kuna watu watalia, kuna watu wataingiwa na huzuni. Na hapo ndio utapata kwamba sisi wote ni binadamu the same time. Na wamesema kitu ya maana. Za zingine inakuja ni kukosa kuelewa, kutokuelewa yale mambo ambayo yako ndani ya misingi. For example, kama ni Kikristo, mtu anaanza kuangalia, naona labda mimi nafaa kuwa nina I would say superiority. But the most important thing, vile tunavyokuwa tukieleza pale, it is so important for everybody to understand that a human being, wakati aliumbwa na Mungu, aliumbwa na ability moja ya kuchagua. Ability ya kuchagua kizuri au kibaya. Ability ya kuchagua niende njia hii ama niende njia hile. Lakini wakati mimi kama as a Christian nimekuja nimwambie Muislamu, I think mine is better, hapo inakuwa ni challenge. Kazi yetu ni number one, tuwafunze wale ambao wameamini. Kama mimi ni Mkristo, wale ambao wanaamini ile dini na kuweza kuelewa, niendelee kuwafunza mambo ya hiyo dini. Number two, niendelee kuwafunza mambo ya imani ile. Na niseme example moja ambayo ilifanywa na mzee mmoja katika kitabu cha Judges. Kuna kijana mmoja anaitwa Gideon. Akaja akaharibu madhabahu ya babake. Kuiharibu pale, asubuhi walipofika, wazee wa kijiji wakaamka wasema kuna jamaa mmoja ameharibu madhabahu hapa, na inafaa tumuue. Yule babake alisema asubuhi, akasema yule Mungu anaitwa Bali ni Mungu, anaweza kujitetea, anaweza kujipigania, anaweza kumpiga ama kumdhulumu yule mtu amefanya hivi. Kwa hivyo tumwachie Mungu vita zake. Na hapo ndio tunafika mahali tunasema, kama especially kama Mkristo, si lazima hii mambo ya kutumia kifua. Ile njia kubwa ambaye Kristo alisema tufanye ni kupendana. Nina marafiki wengi sana Waislamu. Kuna wale hata pia mimi nafanya biashara, wengine wale tunafanya nao ni Waislamu. Na ile kitu ya maana sana nasema ni ile heshima na mapenzi. Kwa sababu hatuwezi tumia kifua kwa njia yoyote kuweza kuonyeshana hiki ni kizuri ama kile ni kibaya. Kitu ya maana sana ni kujua, number one, mtu yote ni binadamu. Mtu yote akifiwa anasikia uchungu. Mtu yote akikuwa na njaa anasikia hiyo njaa the same way. Kama sasa nikiuliza imam ile kala ambayo iko hapa ndani,
Nyekundu atasema ni nyekundu. Mimi nikiangalia nitasema ile blue ni blue. Tunaona kitu moja. Sasa ndivyo tujiulize ni nini kinachotutenganisha. Na tukiweza kujibu ile ya kuweza kujua ya kwamba tumeumbwa na Mwenyezi Mungu at the same level as equals, then hiyo heshima itaingia pale na kila mtu atafanya kazi yake. Na hapo utapata amani inaingia. Na hiyo ndio tunafaa tufunze zaidi. Tayeb. Mimi nikichangia upande huo, kwanza namuunga mkono ndugu yangu, sababu sisi sote ni binadamu. Na chanzo cha mwanadamu kimetokamana na baba yetu Adam. Na Adam ametokamana na mchanga. Kwa hivyo sisi sote mwisho tutarudi kwa mchangani. Mungu katika Qur'ani amesema, enyi watu, hakika yetu sisi tumewaombeni nyinyi wanawake na wanaume. Na baada ya kuwaomba hivyo sampuli mbili, tukawafanya katika nyinyi wenyewe, tukaeka mabot na vile vile tukaeka ukabila. Lakini lengo la kuweka haya mapoti na ukabila si kwa ajili mbaguane, ni kwa ajili mjuane. Umepata? Pili, katika Qur'ani Mungu asema, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum. Mwenyezi Mungu haja kutukataza sisi kushirikiana na wale ambao kwamba si Waislamu. Haja kutukataza sisi kufanya mambo kwa jumla kwa ajili wale ni Wakristo. Ikiwa wao hawajapinga dini, hawajatufukuza katika miji yetu, tunaketi kwa amani, ni lazima tuwaunge mkono, sababu sote ni binadamu. Pili, nazungumzia ikiwa sisi tutaanza kubaguana kidini katika mashule yetu, kuanzia primary, secondary, university, wamechanganyikana Waislamu na Wakristo. Na katika kule shule hakuna kubaguana, sababu wanajijua kwa wote ni binadamu. Na kila mwanadamu ana haki ya kuishi popote. Ana haki ya kuchagua dini yoyote. Na hata ana haki ya kuchagua kutokuwa na dini. Umepata? Kwa hivyo nazungumzia ikiwa sisi sote kama Waislamu na Wakristo tutakuwa kitu kimoja, kuihubiri amani katika nchi, kuhubiri amani katika countries, kuhubiri amani katika ulimwengu, amani itapatikana. Kwa sababu jambo la amani ni neema ambayo kwamba imetoka kwa Mungu. Mwanadamu yeyote kawaida huwa hajui faida ya kitu mpaka kile kitu akikose. Leo mwanadamu akishakukosa meno, akiletewa mfupa na nyama, ale ambiwe sasa tumia meno yako utafune na hana, ndio atajua faida ya meno. Kwa hivyo hivi sasa ni jukumu letu kama viongozi tuielezee faida ya amani ni nini. Leo tuko hapa sote watatu tunazungumza, lilotufanya tuwe hapa ni kuwa kuna amani katika nchi. Na hata hawa watu wengine wote wanaotaka kuleta vurugu, kule kupata uhuru wa kwenda kusimama kuzungumza ni kuwa amani iko. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa Kiislamu, viongozi wa Kikristo, sote tuko na wajibu, jukumu la kuitangaza amani misikitini, amani katika makanisa. Tutakapoitangaza amani ndio na sisi tutapata amani. Asante. Well, nafikiri mtazamaji ukitazama kwa hivi sasa niko na Sheikh Doyo hapa na niko na Dr. Julius Bishop Julius Kariuki na tuko naye na mjadala unaendelea vizuri sana. Ukiangalia na kama ni kijana sana
Ningependa kukaa nyumbani uweze kutazama kwa makini sana na uweze kuchangia kwa 40492 na barangu alafu hapo tafadhali uweze ongea na mimi uweze kujua kuna nini inaendelea. Askari wale wa kitengo cha military police ambao kwa sasa wako katika Moi Air Base Kenya Air Force pale wakiwa na Koplo Okite, asanteni sana, najua mko pamoja mkitazama kipindi hiki. Nawashukuru tu sana kama mko kazini na Mungu aweze kubariki sana kwa maana naona mko loud kabisa. Asante sana Koplo Rafael Okite tena kutoka Moi Air Base. Natumai uko salama kabisa na wenzako na kila kitu inakuwa shwari hapo. Shukran. Next thing that I want to know is that how can the youths from both religions divide hands in mitigation and promote peace? Kwa kitu moja, hakuna kitu cha maana kama vile tumekuwa tukisema hapa mambo ya kuwa na imani. Na wanarika, ukiangalia nchi zote dunia kote, wale watu ambao wanatumika kwenye vita ni vijana. Na vijana wanatumika kwenye vita kwa sababu akipewa uongo, yeye damu inachemka haraka. Kwa hivyo anaamini kuna mambo ambayo yamefanyika, kama sasa akiambiwa na pale jamaa fulani wamevamia watu wetu. Hiyo ni kitu ambayo inatumika sana, watu wetu. Wanakosa kujua ya kwamba kila mtu ambapo anapoumia utaumia pamoja in the same way. Lakini ni kujua ya kwamba hawa wanarika na pamoja tujue ni lazima tuwafunze heshima. Na ile kitu cha maana sana ni kuwafunza heshima ya damu ya binadamu. Kwa sababu wakati damu inamwagika, kuna mambo yanaanza kufanyika. Utapata hata mtu akiumia, mtu ametoka nje tu hivi ameshikwa ana damu mkononi, hata kama ameumizwa na kitu fulani, kuna kuaga na mshtuko fulani, kwa sababu damu si kitu rahisi. Na wakati Mungu aliumba mtu akiwa na damu the same. Ukienda dunia kote utapata damu ni the same. Na kitabu cha Mathayo kinasema kwamba blessed are the peacemakers. Yaani ni kama tukitumia jina makers, ni kama watu wa kutengeneza, kumanufacture. Kumaanisha kwamba watu wanaweza tengeneza amani na pia wanaweza tengeneza vita. Na sisi ni lazima tuwe pale. Kama wewe ni Mkristo, uweze kuwa unaweza tenganisha. Ukiangalia kama ni wenzako wa Kristo wawili wanapigana, ni lazima uweze kuwatenganisha. Ukiona ni Mkristo na Muislamu wanapigana, ni lazima uweze ingie pale useme hapana, nyinyi ni ndugu, hamwezi mtatenganishwa. Ukiona Muislamu na Muislamu pale, usiseme mimi kwa sababu ni Mkristo siwezi ingilia pale nisaidie yule. Na nafurahi kwa sababu kuna kitu moja ilifanyika hapa Kenya ambayo ilikuwa ni ya maana sana. Wakati kuna terrorist ambao walikuwa pale walitoka Al-Shabaab, walikuja wakavamia gari moja na wakasema wanataka kuseparate Wakristo na Waislamu. Wale ambao walikuwa Waislamu walitoka Mandera. Wale ambao walikuwa Waislamu walisema haiwezi kuwa hivyo. Wengine wakaanza kuvalisha wengine buibui kwa kusema tukitoka pale tukiwa tumetenganishwa itakuwa ni vibaya. Ikawa pale wakaangalia wakasema sisi ni kama ndugu. Tumejuana, wewe labda ni Kamau, wewe ni Musa, tumekuwa marafiki, hatuwezi watu ambao hatuwajui tuitikie kugawanishwa kwa msingi ya dini alafu tuuawe. Ikawa ni jambo ambayo linafaa kuwa copied hapa Kenya. Ukiangalia mwenzako kama amekuwa ameamini kufuata dini ya Kiislamu, wacha ifuate. Kama wewe umeamini wewe ni Mkristo, fuata yako. Lakini kitu cha maana ujue kwamba binadamu yote katika dunia anapenda mapenzi. Mtoto mdogo akaingia hapa umkumbatie. Akumbatiwe na mtu ambaye labda ni mwizi. Amkumbatie mwambie nakupenda. Na kuja na jamaa moja upande ule mwingine ambaye ni jamaa labda hata for example ni kasisi. Amwangalie na macho mbaya amwambie amwambie sikupendi, atafuata yule mwizi. Kwa hivyo ni kujua kwamba binadamu yote hapa duniani anapenda kusikia mtu ambaye anawapenda. Kwa hivyo kupendana ni lazima tufunze wanarika wetu, our youth, kuheshimiana na kupendana. Na kama mtu amechagua lake, mheshimu kwa ile amechagua. Na kama utasikia ni vigumu sana, kama wewe kaa chini, piga magoti, muombe. Okay? Yes. Tayeb. Kwa upande wangu mimi naweza kuchangia kusema mabarobaro katika nchi yoyote, katika jamii yoyote, wao ndio
faulisha mambo na wao ndio wanaoharibu mambo. Mfano nitakupatia wa kutoka Junction. Mimi ni kiongozi wa Waislamu, na katika pale Junction naongoza mayuthi ambao ni Wakristo katika kufanya mambo ya kuwafaidisha mayuthi. Tuko na groups ambazo kwamba tumeziunda, hatukubagua ya kuwa huyu ni Muislamu au huyu ni Mkristo, kusudi tumewaita tuwaeke pamoja kuwaongoza namna watafaidika juu ya maisha yao. Tutakapofanya hivi kila sehemu, hakuna yuthi yoyote ambaye kwamba anaweza kwenda kujiingiza katika sehemu ambayo kwamba haistahili, isipokuwa yule ambaye kwamba ashaamua yeye amechagua ule uovu, ataenda hiyo njia. Sababu kiziwi yoyote ambaye hasikii, hata ukachukua microphone ukazungumza naye kwa sauti kali, sababu yeye ni kiziwi, hawezi kusikia. Pili, katika mayuthi yetu tutakapowaanzishia miradi ambao kwamba itawafaidi, ni rahisi kwa wao kufuata njia na wakawa ni viongozi ambao kwamba ni watarajia wataongoza nchi, wataongoza taifa, wataongoza county, wataongoza area pasina tashwishi. Lakini tutakapo watupa mayuthi mabarubaru, ndio unakuta wanajiingiza katika sehemu ambao kwamba haifai. Hapo ndio tutaanza kulaumu serikali, tunalaumu makanisa, tunalaumu misikiti, na jukumu lile ilikuwa tuniletu sisi tulizungumzie, tumeliwacha. Shukran. Okay, as you know, time is heading towards the end. We're looking at to what extent should political infiltration be allowed in both church and the mosque? Nafikiri umeuliza swali nzuri. Ni politics inafaa iingizwaje mpaka kanisani ama kwa msikiti? Mimi niseme kitu moja. Ni lazima tuheshimu, kama ni for example sisi wa Kristo, ni lazima tuheshimu madhabahu. Kwa sababu madhabahu yalitengenezwa mahali pa kutoka neno la Mungu, si neno la binadamu. Na kwa hivyo wakati unaleta binadamu na unampatia nafasi ya kuongea neno la binadamu kwa watu, umeanza kuichafua madhabahu. Na ukiangalia wakati huu kama wakati wa elections kulikuwa na tensions nyingi. Lakini kitu kimoja niliona makanisa mengi walikataa. Wakasema hatutaki politicians wasimame kwa madhabahu waanze kuongea. Kwa sababu ya nini? Wakati kama mimi ni kasisi na allow for example politician wa lengo fulani ama mrengo fulani aje asimame pale, kuna mtu mwingine katika hiyo kanisa ambaye haamini na agendas za hiyo political party. Kwa hivyo nitakuwa nimemkwaza, nitakuwa nimemuumiza, na nitakuwa nimemwonyesha ya kwamba ni kama Mungu wangu ana support hii party. Wakati mwingine nilete mwingine wa kutoka party fulani, nimweke pale kwa madhabahu na yeye aanze kuongea. Sasa haitakuwa hata wale walikuwa wameniona pombeleni na ile mrengo ya political party ya kwanza hawataniheshimu. Sasa wataanza kuona nimekuwa mtu confused. Na nikitoka pale nikipiga magoti nianze kuombea nchi yetu, ndakuwa siombei kwa haki, kwa sababu nimechanganya watu wale. Lakini kama politics na kanisa, si vibaya wale ambao wako kanisani kwenda kufanya politics, lakini ni vibaya kanisani kuweka politics ya watu wanakuja kutafuta kura. Kama atakuja kutafuta kura, agojee huko nje ya kanisa. Kama atakuja kanisani aketi kwa kiti, sasa hapo ndio nitako parliament yangu kama kasisi. Mahali pa kutoa sheria ya Mungu. Na kama mtu amekuja pale asikize yale nitakayonena. Nimfunze mambo ya Mungu, akitoka pale atoke na amani. Niseme kama ni amani atoke nayo.
Akitoka hapo apate wafuasi wake huko nje, waende pembeni huko, ni sawa. Lakini nikianza kupatiana madhabahu ya kanisa yaanze kutumia politics, hapo nitasema ya kwamba 100% tutaharibu Kenya yetu. Okay. Na utapata ukiwa kasisi, hata ukisimama pale useme unataka kunena neno la Mungu, hata liwe la ukweli, kuna mtu ambaye atakuangalia aseme, siku moja nilikuona na ukiwa na watu wanasa, siku moja nilikuona ukisema mambo ya Jubilee, sasa sijui ya kukuamini. Kwa hivyo unaharibu pia sifa zako kwa watu na sifa zako pia kwa Mwenyezi Mungu. Asante sana. Yes. Kuna mtu ametoa message hapa, anasema Joyce Dollar, anasema kwamba nashukuru tu sana ule shehe anaongea ni ukweli na namjua, anasema anakujua. Na anapenda mafunzo ambayo anasikia kutoka kwako. Ameniambia niendelee kuleta mashehe wengine pia katika kipindi. Kwa mara ya kwanza ameona shehe kwa kipindi. Na mimi nashukuru sana, tutakuwa tunakuja nyingine. Na hata Shehe Doyo atakuwa anakuja kila mara, tunaweza kuwasiliana katika mambo 2 ama 3 ya kujenga taifa na kuleta amani pote palipo. Alafu mmoja ananiambia congratulations to my Bishop Julius, is working hard tries to bring peace. Hujasema wewe ni nani? That's good. Okay. Shehe, unaweza sema namna gani? Tayib. Upande wa wanasiasa kuwaruhusu ndani ya makanisa na misikiti ni jambo ambalo kwamba halifai. Sababu kila mahala kuko na mazungumzo yake. Ni lazima tuangalie misikitini, kanisani ni mahala pa kufanya nini? Pa kufanya ibada. Msikitini, makanisani ni mahala pa kuunganisha jamii, si mahala pa kutenganisha jamii. Leo tutakapowaruhusu wanasiasa kuingia ndani ya misikiti na kuzungumza siasa, ni kuwa tayari pale mahala, ikiwa ni msikitini, tumepadumisha. Hapana maana tena. Hapana maana. Ndio unakuta upande wa Waislamu, hususan kama mimi Sheikh Doyo, ndani ya msikiti wangu miaka hiyo yote, anayekuja pale anakuja kufuata amri, sharti ambazo kwamba zinapatikana ndani ya msikiti. Yoyote, iwe yeye ni waziri, iwe yeye ni raisi, iwe yeye ni nani, anapoingia ndani ya msikiti kuna imamu anayeendelesha swala. Na hakuna kiti ambacho kwamba atakuja mwanasiasa yoyote aingie ati tumchukue tuondoshe mtoto mbele ya laini ya kwanza, sababu yeye ni waziri sana, ati tumweke pale. Ndani ya msikiti watu wote ni sawa sawa. Kwa hivyo ikiwa hawa wanasiasa tutawakataza kabisa kufanya siasa ndani ya misikiti na ndani ya kanisa, tutakuwa tumeheshimu sehemu za madhabahu, tutakuwa tumeheshimu sehemu za ibada. Na ni makosa kwa imamu yoyote au kwa pasta yoyote amweke mbele mwanasiasa aanze kuhubiri. Kuna wakati wake, angoje mikutano wa siasa ndio na yeye akafanya nini, akazungumza. Lakini kuchukua mambo ya siasa na sababu siasa ni urongo na anaozungumza ndani ya misikiti, hiyo tutakuwa tumekosea. I really love that. Really love that. Kwa hivyo ni makosa kuwaita wanasiasa kuingia ndani ya misikiti, kuingia ndani ya makanisa, kuanza kuwadanganya raia. Nitakufanyia hili, nitakufanyia hili, na kumbe hana lolote. Ile ni njia tu ya kuwadanganya ili aweze kwenda pale mbele. Yeah. Akiingia amesahau. Akisha kuingia hapo, hata simu ukipiga hakuna. Hataki kujua huyo ni bishop wala huyo ni sheikh. Sababu lile alilolitaka ashafaulu. Na mbele ya Mungu nitaulizwa mimi, ataulizwa pastor. Alomkaribisha pale kudanganya raia ni nani? Ni mimi. Kwa hivyo lazima tuwe tayari iwe lile libali. Lakini wanasiasa tuwapatie heshima zao nje ya misikiti na makanisa, si ndani ya kanisa. Well, I really love that. Sheikh amesema what is real is affecting most of the churches and mosques. Napata kuna wakati fulani kuna rafiki yangu mmoja yuko Mombasa, ni sema ni Sheikh pia kwa sasa. Yeye kuna wakati tumekaa akaniambia, unajua wanasiasa ni kama wamechanganyikiwa, ni kama wamerogwa kimpango. Naambia leo hii utapata
mwanasiasa fulani ni Mkristo. Amekuja akavishwa kanzu, akafunga hagar pale, akaiko ati yeye sasa yeye anaitwa ati yeye ni shehe. Hajui ile title ya shehe imefika vipi mpaka ule amekuwa shehe. Yeye ameshekwa pale, ameshaenda, bora yeye aenda akavaa ile kanzu, akakunja miguu, amekaa nale pale kitako, story imeisha. Sasa nasema kanambia bwana, hawa watu wamerogwa. Kwa maana huyu mtu akitoka hapa kesho enda katika jamii fulani, yenda visha nguo za kondoo na nini, yasema ati yeye ni mkuu, ametawazwa mkuu wa jamii fulani. Yasema huyu mtu zile amerogwa wa kila mahali. Ndio maana akifika mbele ya umati mkubwa, yasema urongo. Hii barabara kutoka hapa mpaka pale nitawajengea. Kesho hapa nyuma nitaweka maji, nitaweka hivi na hivi. Unaona pale kwa ile nyumba fulani imeharibika, wala watoto nitawatengenezea. Huyo mtu katika 100%, 5% yasema ukweli. 95 ni urongo. Hao watu wamerogwa sababu wanaingia katika misikiti, wataongea kama ni Muislamu, ataenda kanisani, ataenda akae, atamke maneno fulani, asemekane pia amekuja, pengine yeye ndiye pia yeye ni komiti wa kanisa na hajawahi kuwa pale. Unaona? Ikifika mahali amaribikiwa. Hapo tena. Kabla tumalizie, ningependa kujua tu, je, inawezekana inawezekana kuwe na maombi kati ya Wakristo na Waislamu, hasa wakati ule tunakuanga na wakati ule kunakuanga na misimu ya kura ile. Je, inawezekana kufanya kitu kama hiyo? Unajua kila kitu, hakuna kitu kigumu. Lakini unapata watu wote ni lazima ujue wale watu unaongoza. Na vile unavyowaongoza wanachukua dini kivipi? Na wanachukua amani kivipi? Na tumesema amani ni kitu ya maana sana. Na mara nyingi unapata maombi utapata yatafanyika makanisani, na za zingine kwa sababu ya vile watu watakavyoamini. Utapata kuna mwingine atatoka pale asikie amekwazika kwa sababu ya jambo fulani. Lakini ni vizuri sana tuweze kushikilia nchi hii katika maombi. Na tuweze kuinua nchi hii. Na usiseme ombi fulani si sawa. Wewe kuamini kwako na vile unavyoongea na Mungu wako, unaongea naye vipi? Na unaweza unamuinua vipi? Na unamheshimu vipi? Lakini maombi yanafaa yafanywe namba moja kwa sababu ya neno la Mungu linasema maombi yafanywe kwa sababu ya watu wote. Namba 2 kwa sababu ya viongozi wote. Kwa sababu acha nikwambie, tunaweza ongea hapa na tuseme tumefanya maombi yote, lakini kiongozi kichwa iharibike hivi. Anene kitu ambayo si sawa. Aseme nimekasirika na kabila fulani ama watu fulani wanafaa wamalizwe. Huyo jamaa hata kama mlikuwa mmefanya mambo gani, utapata mambo yote yataharibika. Kwa hivyo inafaa kama wewe ni Mkristo pale uko, kumbuka kumuombea rais wako. Asante. Kumbuka kuombea gavana wako. Na nasemaga hivi especially kwa Wakristo wale wananisikiza. Wakati mtu ametawazwa kuwa gavana mahali fulani na wewe uko hiyo county, ni lazima umpatie heshima zake. Kwa sababu Mungu ndio anayenua. Si kumwabudu, lakini kumpatia heshima zake. Kwa sababu unasikia mtu kwa sababu huyu gavana si wa chama changu ama huyu gavana si wa dini yangu, siwezi mpatia heshima. Mungu anasema kiongozi wote apewe heshima. Na ukimpatia heshima kiongozi yule anaotawaza pale, unapata baraka za hiyo nchi zinaanza kukupata wewe mwenyewe. Kwa sababu umepatia heshima. Shukrani. Sheikh, Tayeb, kabla tumalize. Upande wa maombi, mtu yoyote ambaye kwamba haombi Mungu wake, huyo ni kama mnyama. Kwa nini? Mwanadamu kamili ambaye anaamini yeye ameumbwa na yuko alomuumba, yuko anayempa pumzi, yuko ambaye kwamba anamuongoza katika mambo yake, na hakuna mwingine, ni Mungu mmoja, ni lazima awe anaregesha shukurani masaa yoyote kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa mwanadamu atakapokufanyia wema, tuseme hao wanasiasa. Kuna yule mwanasiasa huamka siku hiyo akaamka na uogopaji wa Mungu,
akawa ana hofu ya Mungu, akili inamtuma hata leo niende kanisani nipeleke sadaka. Na miaka hii yote yeye mlango wa kanisa haujui. Lakini akaamka siku hiyo, akafanya, akaja paka kwa pasta, akasema leo nimeleta hili milioni yangu 1, nataka ijenge mahala pa kufunza watoto. Kama pasta au kama wale washirika, mtu kama yule hufanya nini? Kile wanapomuona kumshukuru. Sasa ikiwa ni mwanadamu tunafanya kumshukuru, je, huyu ambaye kwamba ametupatia uzima na uhai? Kwa hivyo si lazima tuweke wakati wa kufanya siasa, kufanya maombi katika nchi, katika jamii ni lazima wakati wowote, saa yoyote. Ni lazima. Kwa hiyo jukumu la mashehe na makasisi kukutana pamoja, na kila, hata kama ni kila mwezi, kufanyia maombi ya nchi. Tusingojee wakati wa siasa. Hivi sasa ni jukumu, kama hivi kuna misukosuko ya kisiasa ndani ya nchi. Lakini ajabu, katika mashehe, katika mapasta, wanangojea wanasiasa wawaite. Na wanasiasa wanafaa kuombewa kwanza. Kweli? Unapata kama sasa hizo wanasema, watu wa kanisa na mashehe mmenyamaza, hamuongei. Hamuongei na mnaona vile nchi inakaa. Nani hata shida? Ni hao. Unajua kitu moja, ni lazima tuwe kila wakati, vile anasema kila wakati ujue kwamba una jukumu la kumwomba Mwenyezi Mungu. Kwa sababu wakati, in fact leo nilikuwa naongea na vijana nikawaambia, mtu ambaye hamuombi Mwenyezi Mungu ni mtu ambaye ana maringo. Kwa sababu ni mtu ambaye anasema sikuhitaji. Na Mungu hadhulumiwi, na Mungu hachezewi. Wakati unaamka pale unaanza kusema unamkimbilia wakati wa shida, anajua tu, anakujua wewe. Ni kama ukuwe na kijana jamaa mmoja anakujaga tu wakati hana pesa ya rent, ndiye anakupigia simu na kupatia masalamu zake. Utamwangalia hivi useme wewe shida yako utajilia mwenyewe. Kwa hivyo ningesema wa Kenya tunyenyekee mbele ya Mungu na tumuombe Mungu kila wakati na tumheshimu Mungu. Tuache kuheshimu wanasiasa juu ya Mungu. Unaweza pata wimbo imetungwa kwa sababu ya mwanasiasa, na huyo mtu ambaye hajai tumba wimbo kwa sababu ya Mungu. Na tukiendelea hivyo, tukiongea juu ya unajua jambo ambalo linabadili nchi ni wakati kila mtu ambaye, kama sasa hii runinga umefanya kitu nzuri sana, kwa sababu kuna mtu pale atatoka pale aseme nimefurahia, nimesikia neno la amani. Kama alikuwa ameenda kupanga vita ama aende kukosana na mwenzake, anasema wacha nitulie, kwa sababu nimesikia ni ujinga kuanza vita mahali popote. Kwa hivyo neno la amani liwe linaongelewa kila pahali. Mzazi aliseme, mwalimu aliseme, sheikh aliseme, mkasisi aliseme. Kila mahali tuwe tunaongea amani, utapata Kenya itakuwa na amani. Asante. Na nikiongezea hapo kidogo. Tumesema wanasiasa wanafaa kuombewa. Na wenye kuongoza maombi ni mabishop na masheikh. Ikiwa tutaiacha nchi yetu iendelee hivi ilivyo, tunangojea wanasiasa kwa ajili ya mazungumzo, nawaambia leo wa Kenya, tutajuta, hususan mashehe na mapasta. Tutajuta wakati nchi hii tutakapoiunguza kwa mikono yetu. Nasema vipi? Kwa sababu sisi tuna jukumu ya kuwaita hao, tuite mazungumzo, tupatanishe hizi pande mbili ambazo kwamba ziko katika mzozano huu. Tutakapofanya hivi, na wenye kuleta hii shida, mimi nina yakini wote wanaenda kanisani, wanaenda misikitini, wote wako na mabishopu wao, wako na mashehe wao. Tutakapoketi na hawa watu, tuambie Mungu amesema ni hivi, na nyinyi mmepawa jukumu la uongozi, na uongozi huo ambao kwamba mmepawa, au uko na wafuasi, usiwatie wafuasi wako kwa sababu wanakupenda uwapeleke ndani ya moto wa jahannam. Utaulizwa, kullukum rai. Nyote sisi sote hapa ni wachunga. Sisi sote tuko na majukumu. Baba ana majukumu, ataulizwa mbele ya Mungu ya kuwa yeye familia yako uliwafanyia nini. Baba anapotoka nyumbani anawacha bibi yake ndani ya nyumba, bibi ataulizwa majukumu ya pale nyumbani.
Kiongozi wa nchi ataulizwa majukumu aliwafanyia nini raia wake. Kwa hivyo tusione uongozi kuwa ni kitu cha kuchezea. Tutakuwa na masuala mbele ya Mungu na tutajibu. Kwa hivyo kabla hatujayapata yale masuala mbele ya Mungu, tuulizwe sisi viongozi, ni lazima tuchukue majukumu yetu kuunganisha jamii. Tutakapoiunganisha jamii, tutapata ile nchi ambayo kwamba tunaitarajia iwe namna gani. Nikimalizia Sheikh, inakuja kwako sasa. Hili swali ni kwamba mashehe nyinyi unajua sana sana kumekuanga na mambo fulani, ni kwamba mambo ambayo yanatokea vijana na mambo ya global terrorism ndio imekuwa sana sana ikihusishwa na Uislamu. Na mashehe nyinyi mmekuwa mko na vijana mnawafunza. Unakumbuka kisa kile ambacho kilifanyika Mombasa wakati msikiti fulani ulivamiwa Mwandoni, wakati askari waliingia Mwandoni, wakaingia kwa msikiti na kwenda kufungua paka masehemu fulani ambazo zilikuwa za siri za msikiti. Unakumbuka msikiti wa Majengo kama ile Kingorani pale kulikuwa na Shibu, kulikuwa na Masjid Musa. Kulikuwa na mambo kama yalifanyika. Mashehe sana sana inajulikana kwamba mnaeneza amani na mnafunza amani. Lakini kunasemekana kuna kuanga na mafunzo mengine kinyume na yale ambaye yako ya kidini ya Kiislamu. Je, wewe ama mashehe mnafanya vipi kutoa picha hii mbaya, ile amani mbaya ambayo tayari inawekwa katika mbele ya Uislamu? Mtu akiona msikiti anajua tayari hapa kuna mafunzo ambayo anafunzwa si ya kidini, mafunzo ya kivita. Tayeb. Kwanza nasema asante sana kwa kuuliza swala kama hilo. Na nikizungumza kuelezea Wakenya yale ambayo kwamba tunafunza ndani ya misikiti, ndani ya madarisi zetu, miaka hii yote ambayo kwamba nimezunguka ndani ya Machakos County, nimezunguka ndani ya Kenya, sijawahi kushuhudia madrasa yote ambayo kwamba inafunza itikadi kali, namna ya kupigana watu, namna ya kushambulia watu, isipokuwa katika madarisi zetu tunazofunza, tunamfunza mwanafunzi kujua Uislamu ni kitu gani. Sababu Uislamu wenyewe unazungumzia jina la Kiislamu. Maana ya Uislamu ni kuwa ni jina la amani. Kwa hivyo sijaona ya kuwa baada ya kuwa jina lenyewe ni la amani, leo ligeuke liwe ni jina la vita. Uislamu wenyewe unakufunza namna ya kuketi na jirani yako, awe Mkristo, awe Muislamu, awe nani. Na yule jirani ambaye ni Mkristo ana haki ambayo kwamba ni lazima wewe kama Muislamu umfanyie. Mungu haoni raha kuone wewe Muislamu unakula hapa, unapika hapa, unamwaga chakula nje na jirani yako kwa sababu ni Muislamu analala njaa. Haya ndio mafunzo ambayo kwamba tunawafunza. Mwisho Mtume Muhammad ambaye ndio kiongozi wetu ametufunza ya kuwa unapopika mchuzi, hata ikiwa ni wa viazi, uongeze maji kidogo, asa jirani yako atakuwa hana mchuzi, umpelekee. Kwa hivyo wale ambao kwamba wanafanya hao mambo, binafsi mimi huwasema hao ni majambazi. Sawa. Ni majambazi kwa sababu gani? Katika dini ya Kristo, katika Biblia, hakuna mahali ambapo kwamba inasemekana wizi unafaa, kuua kunafaa. Na hata katika Uislamu hakuna. Leo hivi tunavyosema, hapa tauni ya Nairobi, kuna mtaa hapo, kuna majambazi 4 wameuliwa. Sababu ni wezi wameenda kuiba, wameruhusiwa. Tuseme ni Wakristo wale wote? Hatuwezi kusema kuwa Wakristo wote ni wezi. Lile ni kosa la mtu binafsi amelifanya. Kwa hivyo wanavyosema Uislamu unafunza mafunzo ya itikadi. Hakuna mtoto ambaye kwamba ameamua kupotea, hata ukamwambia haya ni maziwa, atakwambia ni maji. Sababu yeye achaamua kwa yale ni nini? Ni maji. Kwa
hivyo nawaambia watazamaji ya kuwa Uislamu haukubali kuua, haukubali wizi, haukubali aina yoyote ya dhambi kuzifanya. Na sasa nikitaka kujua tu, je, mweza fanya vipi kutoa hii ramani mbaya mbele ya Uislamu? Sababu tayari ni rangi shapakwa, kuna doa tayari inaonekana. Kuitoa tu ili ionekane Uislamu imebakia na yale mafunzo yake. Mafunzo idikadikali hayapo. Tayib. Wakati unajenga nyumba unatukua muda. Kweli. Lakini kubomoa ni dakika moja. Hili ni jambo ambalo kwamba limejengeka. Kwa hivyo kulitoa katika nyuso za binadamu si jambo la kufanya leo na kesho litoke. Kuna juhudi kama Waislamu tunafanya kuzungumza na vijana ambao kwamba tunajua ndio aghlabu sana kujiingiza katika mambo kama yale. Si kwa Waislamu mashehe maustadhi hawazungumzi, huzungumza kuambia wale vijana madhara ya kuua, madhara ya kujiingiza katika mambo ya kilevi, madhara ya kumfanyia mwenzio makosa. Kwa hivyo ni juhudi tunafanya, matunda yake ni baadaye. Hatuwezi kusema tunazungumza leo kabisa kesho watu wabadiliki. La. Shukrani. Time is imeenda. Swali langu la mwisho kabisa, alafu tunafunga ukurasa katika usiku wa leo, ni kwamba kumekuwa na vijana ambao mimi nimelelewa Mombasa. Nimeona vijana ambao wengi tumekuwa nao mtaani wanalelewa katika misingi ya kidini ya Kiislamu. Wakishaamkia wakikuwa watu wazima wanasahau walikuwa wanaenda madrasa. Unaona mtu alikuwa anaenda madrasa kweli. Umeona huyu Salimu alishatoka pale. Siku hizi yuko barabarani ni kula vibugizi, unga, wameingia katika mkondo mwingine ambao hauendei. Sio tunakuelewa. Je, mashehe nyinyi mkiwafunza ama wale walimu wa dini wakuwafunza wakitoka pale, kwa nini msiwapatie mwongozo mpya katika maisha ili waweze kuendelea katika ile misingi ambayo mafunzo ya kidini? Katika jukumu la kumlea mtoto, mtoto analelewa na mzazi, wa pili ni mwalimu. Mwalimu anamlea kwa mafunzo kwa msingi ya dini. Lakini ikiwa huyu mwalimu amefanya juhudi yake, anapotoka pale yule mtoto anarudi kwa wazazi wake, masaa mengi yuko na wazazi wake. Ni kama kusuka kamba huku iko ndani ya moto inaungua. Ni kazi bure. Kwa hivyo na istoshe Mungu ametwambia hawezi kuwabadilishia watu neema ambao kwamba ashawaneemesha nao kisha ikaketi baada ya siku mbili Mungu ile neema aiondoshe. La, isipokuwa wale watu wenyewe wameikataa ile neema, wakaamua wanataka kwenda kwenye mambo ambayo kwamba hafai wao wenyewe, naye Mungu simshaamua nyinyi mnataka kwenda kwa wezi. Sawa sawa, nendeni. Kwa hivyo kazi ya mwalimu ni kumuonyesha njia, hili jambo halifai, hili jambo linafaa. Anapoondoka hapo ni jukumu la mzazi naye ahimize ya kuwa jambo fulani linafaa, jambo fulani halifai. Isipokuwa yule mwanafunzi au yule kijana akikataa kusikia, tumfanyeje? Tumkate masikio? Ni maisha yale huwa ashajichagulia mwenyewe. Samahani kidogo, kulikuwa na itafa mitambo, lakini niwacha tumalizie. Kwa hivyo yale ni maisha yule kijana ameamua mwenyewe. Hapo mwalimu haingilia kuwa hata amemfunza au hakumfunza. Jukumu la mwalimu amekwisha kutimiza yake na Mwenyezi Mungu kiama. Ni yeye mwenyewe ameamua. Na nasema hivi, kuna watoto ambao kwamba tumewafundisha mpaka wakawa mashehe, lakini baada ya kuonekana wanafuatana na mfuaji vyuma, na kawaida ya mfuaji vyuma yeye hutumia kuni, utanuka moshi na yeye akabadilika. Lakini yule mwanafunzi au yule kijana ambaye kwamba anapata masomo, anaonyeshwa njia ya kuishi,
na akafuatana na yule ambaye kwamba naye anajua hii ndio njia sawa, wote hao watakuwa minalfaizina, watafaulu. Shukrani. Neno lako la mwisho kwa watazamaji tukimalizia kabisa? Mimi ningependa dakika moja tu kusema kama pastor ya kwamba Yesu Kristo alisema amani na waachieni. Kwa hivyo ameshatuachia amani. Sasa vile ametuachia amani, tugawe hiyo amani. Number 2, ningehimiza Mkristo yote ananisikiza. The commandment of God ilisema tuwapende. Tupendaneni na tuwapende wenzetu na tuwapende watu wote. Kwa hivyo kama Wakristo tuwe namba 1 kwa kuwapenda Wakristo wenzetu, kwa kuwapenda Waislamu, kwa kuwapenda Wakenya na kupenda kila mtu wa kila kabila. Na hapo utakuwa umetimiza the greatest commandment. Okay. Love one another, love your neighbor as you love yourself. Thank you. Sheikh, kwa dakika moja tuneno lako la mwisho. Tayeb, na mimi nawahimiza wasikilizaji wa Kenya wenzangu wanaotusikiliza ya kuwa amani ni lazima ipatikane katika jamii kupitia mambo manne. Jambo la kwanza, tupendane, tuwe na umoja, ndio amani itapatikana. Okay. Jambo la pili, madharau, tuache kudharauliana. Mkubwa aheshimu mdogo na mdogo aheshimu mkubwa. Namba 3, tuondoshe ukabila katika nchi. Tutakapoondosha ukabila katika nchi, amani tutakuwa nao mpaka tufe nao. Na nikimalizia, ambalo jambo linasababisha amani ikosekane, kukosekana uadilifu, usawa katika jamii. Ikiwa jamii hatutofanyiana usawa, hatutomtambua yule maskini, tukawa tunamdharau, basi hicho ndio chanzo cha kukosekana amani. Lakini tukidumisha haya mambo manne, tutakuwa na amani mpaka tutakufa nao. Kwa haya machache nasema shukran jazila. Shukrani. Haya, asante sana watazamaji kwa wakati wote tumekuwa pamoja kuanzia mida ya saa 12 mko mkitazama vipindi vyetu vya jeshi na vimekuwa vikienea mpaka mida saa 1. Tumeona kikosi cha vijana cha NYS, tumeona kikosi cha KDF, vitengo vyote 3, na kitengo cha mwisho ambacho tuliangalia ni kitengo cha wanamaji cha jeshi la wanamaji letu Kenya Navy. Alafu pia tumekuwa na kitengo cha askari yetu wa jela ambao mko kifanya sana drill. Baadaye tumefanya majadiliano makali hapa, tumeongea. Nafikiri popote pale upo nyumbani umetazama hiki kipindi na umefurahia sana. Kwanza nipenda kushukuru sana maaskari wote ambao wamekuwa pamoja na sisi katika kipindi hiki. Sana nikumbuka askari ambaye ni Klo kutoka Moi Airbase, bwana Corporal Rafael Okite. Asante sana ukiwa na maaskari wenzako Moi Airbase mtazama kipindi hiki. Ningependa pia kutuma kutuma pole zangu kwa familia ya askari yule aliyepoteza maisha yake katika ajali kule Voi ama ni Katekisto SDA, na pia wale wengine ambao walipotea katika line ya kazi wakiwa sehemu za Molo, na wale wengine wameumia pia. Mungu aweze kulaza roho zao peponi. Na wale wote ambao wamekuwa kazini maaskari na wale ambao pia wamestahafu, napenda kusema shukrani tu sana wakati mmechukua mkiwa kazini na mkifanya kazi nzuri sana. Kijana, wewe kujua kwamba amani lazima idumishwe. Na unajua ukifanya amani hii ikiwa itafanyika namna hii, basi itakuwa ni raha sana. Lakini kama utakuwa hakuna amani, basi ujue wewe popote pale ulipo, ukikosea serikali itakuwa iko na wewe sambamba, moja baada ya nyingine. Itakuwa unashikwa, unawekwa ndani, na ukienda vibaya basi vile umesikia kuna watu waliangushwa chini, hata wewe kopa itakufuata. Na kopa unajua ikitoka hainanga break na ipigi kona. Ikisema ni wewe moja kwa moja, inakuwa namna hiyo. Haya basi, na ningependa kumshukuru tu mwelekezi wangu ambaye amefanya kipindi hiki kwenda hewani kabisa, bwana Instagram Sydney. Asante sana kwa kazi nzuri umekuwa ukifanya kwa muda mrefu sana, tumekuwa naye pamoja. Na mimi nashukuru sana kwa kazi yako baba, umefanya kazi imekuwa sambamba kuanzia video za zile. Bila kumsahau G Junior ambaye alikuwa amefanya kazi muda mchana kuna sisi kufanya kipindi hiki kwenda hewani. Matayarisho yote ametayarisha na Grace Nyamai ambaye amefanya kipindi hiki pia kwenda hewani. Nashukuru sana. Bila kumsahau pia bwana director wetu bwana John, asante sana, na bishop wetu bwana Climate kufanya hiki kipindi kwenda. Na wewe mtazamaji ukiwa nyumbani, bila wewe si hatungeweza kukaa hapa, na pia uweza kuweka amani popote pale ulipo, kwa amani ndio kila kitu. Mazee, tukutane siku ya Jumatano majali yake Mwenyezi Mungu. Mungu abariki na tukutane wiki ijayo. Amen. You are watching
MTN Kenya.